بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب نستعين على أمور الدين، والصلاة والسلام على خير خلق الأنبياء والمرسلين. أما بعد، ndugu katika iman, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, tumehuisha salama katika siku nyingine kabisa, ambapo siku hii ndio tunaanza darasa letu la maarifa ya tauhid, maarifa ambayo yatamjenga mja aweze kumtambua Mola wake mlezi na namna ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na ili aweze kufahamu ni wajibu upi uliowekwa kwa mja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, kitabu tunachotumia ni Usulu Thalatha. Kitabu hiki kimebeba maudhui mazito sana kwa sharhi nzito sana. Bismillahir Rahmanir Rahim. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allum 4 masail. Fahamu Allah amekurehemu kwamba ni wajibu wetu kujua masala manne. Tukianza na haya masala manne ambayo ni wajibu kwa kila mwanadamu kuyafahamu, ambapo yamewekwa ni lazima kwa kila mwanadamu kuyafahamu na kuyatekeleza. Almas'alati alawwal, jambo la kwanza, alilmu, ni elimu. Elimu hiyo anasema wa huwa ma'rifatullah, nayo ni kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma'rifatu nabiyhi, na kumtambua mtume wake sallallahu alayhi wasallam, wa ma'rifatu dini alislam bil adilla, na elimu ya kujua dini ya Uislamu kwa dalili. Ndugu zangu, tukianza na suala zima hili la ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kumuumba mwanadamu anamwambia iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, soma kwa jina la Mola wako aliyekuumba. Khalaqal insana min 'alaq, huyo Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye amemuumba mwanadamu kutokana na pande la damu. Iqra wa rabbukal akram, na soma kwa na Mola wako ni mkarimu sana. Alladhi 'allama bil qalam, ambaye amekufundisha kalam. 'Allama al insana ma lam ya'lam, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamfunza mwanadamu yale mambo asiyojua. Kwa hiyo katika suala zima la kuitafuta ilmu ni fadhila iliyowekwa na ni amri ya kwanza kwa mwanadamu, na hawezi akafanya jambo lolote bila kuwa na ilmu. Katika elimu hii anasema wa huwa ma'rifatullah, nayo ni elimu ya kumtambua Allah. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa kwa mwanadamu anatakiwa asome ili amtambue Mola wake mlezi. Na Allah subhanahu wa ta'ala ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala ni yule ambaye ameumba jamii na kila kitu kilichomo humu duniani. Kila kilichomo duniani tunaita ni viumbe. Tukienda kisayansi wanasema vilivyokuwa duniani kuna living organism and non living organism. Kuna viumbe hai na viumbe visivyo hai, lakini vyote vinaitwa ni viumbe, kwamba vimeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mwanadamu yeye anapaswa asome ili aweze kumtambua Mola wake mlezi ambaye ameumba jamii yote iliyomo. Miongoni mwa mambo ambayo mwanadamu anatakiwa ayatambue, anatakiwa awe na tauhid juu ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yeye amesema, japokuwa ameumba vitu vyote vilivyomo, lakini akasema kwa viumbe vya aina mbili, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah anasema hakuumba majini na watu isipokuwa kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo lengo la kuumba sisi wanadamu na majini na vingine vilivyomo ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, lakini akasema ni majini na watu ndio wanapaswa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika suala zima la ibada hatuwezi tukaelekea ibada bila kuwa na tauhid, na tauhid inazungumzia kusema wa ifradullah. Tauhid nayo ni kumpwekesha Allah bil ibadati al mashru'ati, kwa ibada za kisheria. Kwa hiyo hii tauhid ukishakuwa nayo utajua ni kwa namna gani unampwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada za kisheria manake ni kufanya ibada za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo ameziamrisha juu yetu, kwa kumpwekesha yeye, kwa kumfanya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja na hana mshirika katika ibada hizo, kwa sababu yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeumba jamii nzima na vilivyomo. Kwa hiyo wakati unafanya ibada zako, hakikisha kwamba ibada hizo zinamlenga Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja, aidha ibada ya swala, aidha ibada ya funga, au ibada yoyote. Na ibada sio mpaka swala tu au funga. Ibada hiya ismun, ibada wanasema ni jina jami'un likulli ma yuhibbu Allah,
ni jina moja tu, jina moja lililokusanya kila anachokipenda Allah subhanahu wa ta'ala wa Allah, na anachokiridhia min al-aqwali, kutokana na anayozungumza, wal a'mal, na anayotenda, adh-dhahiratu wal batinatu, hayo yanayozungumza na yanayotendwa yanaweza akawa ya wazi na yaliyofichikana. Tukisimama na hii wa huwa maarifatullah, elimu ya kumtambua Allah, na huwezi kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala mpaka ujifunze. Na huyu Allah subhanahu wa ta'ala ukishamtambua, utajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekuumba wewe kwa jukumu zima la kumwabudu, na hauwezi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kuwa na tauhid. Na tauhid tukasema huwa ifradullah, ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada za kisheria. Na ibada kasema hiya ismun, ni jina jami'un likulli ma yuhibbu Allah, lililokusanya kila anachokipenda Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa katika hii ibada kuna ibada ambayo unaweza ukafanya ibada za mazungumzo. Ibada hizo za mazungumzo inaweza ikawa wewe unazungumza dhahiri kwamba kila mtu anakusikia, au kazungumza batin ambapo wewe uko peke yako, au katika moyo wako unazungumza mwenyewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati mazungumzo hayo unayozungumza yao yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada sasa katika mambo ambayo yanampendeza Allah, huenda ikawa wewe ukamnasihi ndugu yako au ukamfundisha ndugu yako juu ya dua ya kula tu, hapo unahesabika kwamba wewe umefanya ibada, na hilo lazima linakuwa linamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia unaweza ukawa umekaa peke yako ukaona kwamba acha umtaje Allah subhanahu wa ta'ala. Umekaa peke yako na ukawa unamtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa siri katika moyo wako, hakuna ambaye anafahamu kwamba wewe unamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, pia hapo unahesabika umefanya ibada. Lakini pia katika ibada za matendo tunakuja kuona mfano wa ibada ya swala. Ibada hii ya swala unaweza ukaswali aliyakuwa watu mpo katika jamia, mpo katika mkusanyiko, lakini pia unaweza ukaswali ibada hii ya swala ukiwa peke yako. Sasa katika ibada hizi zilizowekwa hapa, kuna siri kubwa sana iliyopo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na siri hii iliyopo mbele ya mja ambaye anafanya ibada za Allah na mja ambaye asiyefanya ibada za Allah subhanahu wa ta'ala inaitwa ucha Mungu. Ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ucha Mungu ni kutekeleza yale maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika suala zima la ucha Mungu ni siri ambayo mja yeye mwenyewe anaijua baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ucha Mungu umebeba masala mazima ya ibada hizi ambazo ameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika haya maarifa ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, unaenda kujenga suala zima la kumcha Mola wako mlezi. Na ucha Mungu ni siri pekee ambayo Allah anaijua yeye na mja wake aliyemuumba. Hakuna mcha Mungu special duniani, lakini isipokuwa Allah akasema inna akramakum 'inda Allahi atqakum, hakika mbora wenu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mcha Mungu. Kwa hiyo ndugu yangu Muislam, funguka, elimika kuanzia leo. Katika suala zima la ucha Mungu kila mtu analiweza. Al-Imrani Allah subhanahu wa ta'ala amesema wama khalaqtul jinna wal insa, hakuumba majini na watu. Tukiingia katika watu hapo kila mtu anaingia, awe mwanaume, awe mwanamke, awe mtoto, awe kijana, awe mzee, mtu wa namna yoyote hapo anaingia, illa liya'budun, isipokuwa kumwabudu Allah. Ibada haina watu special wala watu maalum. Kwa hiyo katika suala zima la ibada kila mtu anaweza kulitekeleza, alimradi ni amri Allah subhanahu wa ta'ala aliyotuamrisha sisi wote, na haina mtu maalum, basi tutekeleze ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kabla hatujatekeleza ibada yoyote lazima tuwe na ilmu nayo ibada hiyo. Lakini pia katika suala zima leo hilo la ilmu, anaendelea kwa kusema wa maarifatu nabiyihi, na kumtambua mtume wake. Kwa hiyo baada ya kushamtambua Allah subhanahu wa ta'ala, unapaswa kumtambua mtume wake. Ni nani mtume wake Allah subhanahu wa ta'ala? Sisi mtume wetu ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ni lazima sisi kumtambua mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu katika Uislamu wetu umejengwa na nguzo tano. Miongoni mwa nguzo tano za Uislamu tunasema shahadatun alla ilaha illa Allah, ni kushuhudia kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, na hakika Muhammad ni mjumbe wake. Kwa hiyo ili shahada yetu ikamilike na tujiite sisi Waislamu na tunatekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwanza tumtambue Allah na tumwabudu. Tukishamtambua Allah lazima tutamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala.
wa ma'rifatu nabiyyi, na tumtambue mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambaye amemtuma kwetu sisi. Na lengo la kutuma mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwetu sisi ni kuja kutuongoza katika dini sahihi, kututoa katika kiza na kutuleta katika nuru. Lakini endelea kwa kusema wa ma'rifatu dinil islam bil adillati, na kuijua dini ya Uislamu kwa dalili. Kwa mfano kama leo Waislamu ni wengi sana, watu tupo katika Uislamu na kathiri minan nas wako katika Uislamu, lakini unaweza ukamuuliza mtu hebu nipe ilmu juu ya dini yako kidogo, unipe ilmu juu ya dini yako, hakuna ambaye ataweza kukuelezea. Kwa maana yake hao ni Waislamu jina. Muislamu natakiwa uifahamu dini yako kwa dalili, kama Allah alivyosema miongoni mwa dalili za uwepo wa Uislamu, inna ad-dini 'inda Allahi al-Islam, hakika dini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Uislamu pekee. Na ndio maana unakuta Waislamu wengi hawafanyi maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu hana dalili za kutosha juu ya uwepo wa dini yake. Na hizi dalili tazipataje? Turudi katika swala zima linaloitwa al-ilm, kumsoma Allah subhanahu wa ta'ala, tumjue mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tuijue dini yetu ya Uislamu kwa dalili. Al-masailati thani, masala ya pili ambayo ni lazima kwa mwanadamu anatakiwa ayafahamu, al-amalu bihi, kuifanyia kazi elimu ambayo ameipata. Tayari ndugu yangu, wewe umeshaweza kumtambua Allah ni nani. Tukasema Allah ni muumbaji wa ulimwengu, mawjudun, mwenye kuwepo, qadirun ala kulli shay, mwenye kukadiria juu ya kila kitu, hayyun, yupo hai. Tunaelewana? Sasa hapo ukishamtambua Allah subhanahu wa ta'ala, unapaswa wewe umfanyie kazi. Na Allah subhanahu wa ta'ala ukishamtambua, utajua kwamba una wajibu mkubwa uliowekwa ni mmoja tu, ambao ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tupo hapa duniani kwa lengo kubwa moja tu, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana ikasemekana ibada hii ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah. Ibada ni kila kile kitendo ambacho kinampendeza Allah. Na sasa ukiangalia katika ibada zimegawanyika katika mambo mengi sana ambayo unaona hili kilifanya linampendeza Allah subhanahu wa ta'ala, linaingia katika ibada. Na ndio maana Allah akatuwekea lolote linalompendeza lifanye, al-imradi uwe sabiki umemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada kutafuta riziki ya halali ni ibada. Ibada kuzungumza maneno yaliyokuwa mazuri ni ibada. Ibada kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada. Ibada kutembea barabarani kwa adabu ni ibada. Kuheshimu watu waliokuzidi umri ni ibada. Kuheshimu wadogo na wakubwa ni ibada. Yote hayo masala yanayompendeza Allah yanaingia katika suala zima la ibada. Kwa hiyo baada ukishamsoma Allah, na Allah ukimsoma utajua kwamba amekupa amri moja tu wewe mwanadamu uitekeleze, ambayo ni ibada. Na ibada ukishaisoma utasema kumbe ni kila jambo ambalo linampendeza Allah subhanahu wa ta'ala, basi unatakiwa ulifanyie kazi. Endapo utakuwa unaifanyia kazi, basi wewe ushatekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia ukishamtambua mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, utajua kwamba mtume amekuja kwa sababu gani. Amekuja kwa ajili ya kulingania dini ya Kiislamu. Dini ya Uislamu inaamrisha nini? Amri kubwa iliyobebwa katika dini ya Uislamu, Allah amesema ametuomba sisi wanadamu na majini tumwabudu. Lakini pia ukishaitambua dini yako Uislamu kwa dalili, wewe utatekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala ipasavyo. Kwa hiyo baada ya kushaipata elimu, inatakiwa elimu hiyo kuifanyia kazi, kwa sababu lengo la ilmu ni kuifanyia kazi. Na pia pamesekana baadhi ya kauli nasema elimu ni ujuzi ambao unaambatana na utendaji. Elimu ni ujuzi ambao unaambatana na utendaji. Mathalan, mwalimu akisema aingie darasani aandike tu ubaoni bila kuwaelezea wanafunzi kilichoandikwa ubaoni, hakuna mwanafunzi ambaye ataweza kuelewa. Kitendo cha mwalimu kushika chaki na kuandika, basi ule ndio uhesabika utendaji. Anatoa ujuzi kwa utendaji. Kwa mwanafunzi anapata kujifunza kupitia vitendo ambavyo mwalimu anavifanya. Kwa hiyo ili uhesabike kwamba wewe una elimu na unaifanyia kazi, basi unatakiwa uonyeshe utendaji na sio kusoma tu. Kuna watu wanasoma na kusoma lakini utendaji hakuna. Elimu haijamuelimisha, na watu hao wanakuwa na hasara sana katika jamii, wanaleta madhara sana katika jamii, kwa sababu amesoma na kusoma lakini elimu yake haina athari. Mwenye athari ya ilmu ni yule ambaye amechukua ilmu na akaifanyia kazi. Na Allah anaitoa siri ya kuitafuta ilmu, anasema wattaqullaha wa yuallimukumullah,
na mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, naye atawapa elimu. Siri ya elimu, ndugu yangu Muislamu, imelala katika uchamungu. Unapokuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, unatekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala, unafuata yale maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, obviously Allah subhanahu wa ta'ala atakupa ilmu. Siri ya elimu imebebwa katika uchamungu, namna yako ya mawasiliano yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana miongoni mwa dua tunazotakiwa tuombe, Rabbi zidni ilman warzuqni fahma, Allah subhanahu wa ta'ala, izidishie mimi elimu na uniruzuku fahamu, warzuqni hikma, na uzidishie hekima katika elimu hiyo utakayoipata. Kwa hiyo ndugu yangu, elimu hii, suala zima la elimu limebebwa katika uchamungu. Mtu ambaye ana elimu kubwa sana juu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, ukimchunguza ana hekima na uchamungu wake ukiuchunguza utauona ni wa hali ya juu. Lakini kwa mtu ambaye amesoma tu, amesoma na elimu haijamuelimisha, basi huyo hata uchamungu wake una mashaka. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, elimu sio suala zima la kusoma mambo mapana yenye uwanda mpana sana, ni uchamungu wako, mawasiliano yako wewe baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala, basi wewe utakuwa na elimu kubwa kama Allah alivyoahidi katika Qur'an. Lakini almas'alatu thalith, mas'ala ya tatu, ad-daw'atu ilayhi. Baada ya kuipata elimu hiyo, unapaswa uilinganie. Ushaipata elimu hiyo, umeshamtambua Allah subhanahu wa ta'ala, basi unapaswa umfunze na ndugu yako ambaye hafahamu. Wewe ushasoma kwamba Allah ni nani, na unaona kama ndugu yako bana Muislamu mwenzako hamtambui Allah subhanahu wa ta'ala, unapaswa uende kumjuza juu ya uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa ndio Allah subhanahu wa ta'ala ile amri yake ya kutuambia, inna Allah, hakika yeye Allah mlezi wetu wa viumbe ambaye ametuumba sisi, ananifanya mimi na wewe leo tunaishi, tunavuta hewa hii ambayo kwa rehema zake Allah anasema huwapenda ambao yuqatiluna fi sabili, wameshikamana kweli kweli katika njia yake. Anapenda kuona Waislamu wapo katika mstari wa mbele, wanaishi kama ndugu kwa amani na upendo wa hali ya juu. Hapendi kuona Allah subhanahu wa ta'ala Waislamu wanaingia katika mitafaruko. Na Allah anasema waqumu lillahi qanitina wala tatafarraqu, nasimameni na shikamaneni na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala msifarikiane baina yenu. Tunapofarikiana baina yetu Waislamu, tunaaibisha dini yetu na tunavunja amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo pata kuelimika juu masala mazima ya ilmu. La kwanza al-ilmu, nayo ni kumtambua Allah na kumtambua mtume wake na kuitambua dini ya Uislamu kwa dalili. Lakini la pili tukaambiwa al-amalu bihi, elimu hiyo uliyoipata basi uifanyie kazi. Lakini la tatu na la zaid ad-daw'atu ilayhi, na uifanyie kazi. Na wengine hapo katika kuifanyia kazi, mtu anaweza akaona sasa mimi kwenye kuifanyia kazi naweza nikaenda kuwalingania watu alafu wakadharau ujumbe wangu. Hilo swala Allah subhanahu wa ta'ala analizungumzia. Anasema hakika mwenye kushikamana na Allah subhanahu wa ta'ala haufi chochote duniani. Wewe ukiwa unajua kwamba mimi nina mawasiliano mazuri na Mola wangu, nimetekeleza amri ya Allah na namwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, najitahidi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, jua kwamba Allah atakupima. Na hili linazungumzia katika mas'ala ar-rabi'a, katika jambo la 4 ambalo la mwisho mwanadamu anapaswa kulifahamu, as-sabru 'ala al-adha fihi, kuwa na subira katika maudhi yanayopatikana ndani yake. Wakati unaitafuta elimu hiyo, utaona kwamba mbona masala mengine siwezi kuyaelewa. Unaona masala ni mazito makubwa sana katika kichwa chako, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia kuwa na subira. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala watu wenye subira anawazungumzia sana katika Qur'an. Anasema wabashiri sabirin, wape bishara njema wenye kusubiri. Unazijua bishara njema za Allah subhanahu wa ta'ala ni bishara zilizokuwa nzuri sana kwa watu wenye subira. Lakini pia Allah akasema inna Allaha ma'as sabirin, hakika yeye Allah yupo pamoja na wenye kusubiri. Ndugu yangu Muislamu, auone raha hiyo wewe unasubiri na Allah subhanahu wa ta'ala yupo pamoja na wewe katika subira yako. Jua kwamba unapopata changamoto Allah yupo karibu na wewe. Kwa hiyo wakati unaitafuta elimu hiyo unapaswa uwe na subira, na wakati unaifanyia kazi elimu hiyo unapaswa uwe na subira, kwa sababu kuna vitu vitakuja vitakuletea changamoto kubwa sana, lakini unapaswa uwe na subira. Lakini pia wakati unailingania elimu hiyo unapaswa uwe na subira. Tunamuona katika historia ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakati yeye anaanza ulinganiaji wake wa dhahir, Quraysh ambao walikuwa wakimwita Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul amin, mkweli na muaminifu, mtunza amana,
Hakuna mfano wake. Lakini baada ya kulingania kalimatu la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, wanaanza kumtusi na kumwambia amelaaniwa. Ndugu yangu Muislamu, jambo lolote lenye khairi ndani yake lazima liwe na changamoto. Ukiona wewe unafanya jambo linafanikiwa, basi wewe ndio una changamoto. Rejea kwa Allah, jiulize umekosea wapi. Jambo lolote lenye khairi lazima ndani yake liwe na changamoto. Kama umeitekeleza ile amri ambayo Allah alivyosema katika Qur'an, fa idha azamta fatawakkalu ala Allah, ukinuia kufanya jambo lako wewe mtegemee Allah. Kama umeitamka ile ali na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, ni pale unaposema, mfano tunatoka nyumbani, bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah, kwa jina la Mwenyezi Mungu namtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna nguvu wala kizuizi isipokuwa kwa Allah. Basi ukimtegemea wewe Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala lazima atakupima. Je, kweli unaposema nimemwamini Allah, akikupima utazidi kusubiri? Kwa hiyo lazima tuwe na subira katika maudhi ndani yake. Na dalili ya Allah subhanahu wa ta'ala amesema baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, Allah anasema wal asr, anaapa kwa wakati wal asr, innal insana lafi khusr, hakika mwanadamu yupo katika hasara sana. Wanadamu wote tupo katika hasara. Ni mwanadamu gani ambaye hayupo katika hasara? Allah alipokuwa mkarimu anasema illa alladhina amanu, isipokuwa ambao wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wa amilus salihati, na wakafanya yale yaliyokuwa matendo mazuri sana, as-salihat, watawasaw bil haqqi, na wakashikamana kuhusiana na haki, watawasaw bis sabr, na wakashikamana kuhusiana na subra. Haki ni ipi ndugu yangu Muislamu? Haki ni ile ambayo ya kumtambua Mola wako, ukafanya mambo yako kwa ukweli na uadilifu, ukamtambua Mola wako mlezi, ukaujua wajibu wako wewe uliowekwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ukatekeleza yale maamrisho ya Allah, umeisoma ilmu ukaifanyia kazi kisha ukailingania, basi wewe Allah subhanahu wa ta'ala anakuingia katika waja wema ambao hawapo katika hasara. Jua kwamba wanadamu wote tupo katika hasara, isipokuwa Allah aliyosema walioamini, wamemwamini Allah. Na kumwamini Allah ni kufuata yale maamrisho yake. Mfano mzazi akisema mimi mwanangu nampenda sana, ndio mtoto wake atakayemweka kipaumbele. Anaweza kusema mwanangu huyu nampenda sana, ndio litakuwa jicho lake, qurratu a'yun, kitulizo cha jicho lake. Yani atakuwa mwanae anapocheza na yeye macho hayachezi mbali. Kwa hiyo unaposema pia umemwamini Allah, basi moyo wako ulale kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ninakupa faida ya dua ambayo unapaswa uombe ili Allah akuongoze katika dini, atuongoze sote katika dini, kwani sisi wote tunajitahidi kuwa waongofu mbele ya Allah. Lakini kadri tunavyojitahidi Allah anazidi kutupema. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa akipenda kuomba dua hii, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, au unaweza ukasema ya muthabbitil qulub thabbit qalbi ala dinika, ewe mwenye kudhibitisha nyoyo, uthibitishe moyo wangu katika dini yako. Ya muthabbitil qulub thabbit qalbi ala dinika, ewe mwenye kudhibitisha nyoyo, uthibitishe moyo wangu katika dini yako. Na kwa nini Allah anaapa kwa wakati wa alasiri? Ndugu yangu, mfano tunao, ikifika wakati wa alasiri, angalia hata Ramadhani hii, mwanadamu ndio saumu hapo inaanza kumshika. Wakati wa alasiri mwanadamu ndio tathmini za mambo yake yote aliyofanya mchana anazifanya pale. Mfanya biashara ikifika wakati wa alasiri, ndio anafunga hesabu, anasema leo nimeingiza faida kiasi gani na nimeingiza hasara kiasi gani. Mwanadamu ambaye siku nzima alikuwa akifanya mambo yake, ikifika alasiri anafanya tathmini. Kwa hiyo wakati huo alasiri Allah ameuwapa ni wakati mkubwa sana, ambapo wanadamu sasa anakuja kuona hivi, hapa leo siku yangu nimemwabudu Allah ipasavyo, siku yangu ya leo nimetekeleza amri za Allah, biashara zangu nilizofanya leo zimeenda ipasavyo. Lakini Allah akasema innal insana lafi khusr, sisi wanadamu tupo katika hasara, illa, akakataa Allah, illa, isipokuwa alladhina amanu, ambao wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wa amilus salihati, na wakatekeleza yale matendo walikuwa mema, watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, na wakahusiana na haki na wakahusiana na sabr. Kwa ndugu zangu, tushikamane sana na haki, na haki ni dini yetu ya Uislamu. Tuna hazina kubwa na iliyokuwa nzuri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametutunuku sisi Uislamu, na akaunadi Uislamu na akausifu, inna dini 'inda Allah al-Islam, hakika dini iliyokuwa bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Uislamu. Kwa hiyo ndugu yangu, usiache elimu hii iende bure. Pindi wewe mwanadamu, sisi wanadamu tunapokufa,
hakuna kitakachokutetea siku ya kiyama isipokuwa mambo yetu haya matatu tuliyojenga duniani. Al-awwal anasema al-ilmu alladhi yuntafa'u bihi, elimu ambayo itamfaa mwanadamu huko siku ya kiyama. Ukiwa unamwabudu Allah, ucha Mungu utabaki katika moyo. Mali zitaondoka, mali ni za nje, ni za kuja. Moyo uko ndani ya mwili wako ambao unakuamua wewe ufanye nini. Moyo ndio unaamua wewe ufanye nini na wewe usifanye nini. Kwa hiyo kama ucha Mungu utakuwa ndani ya moyo wako na ukafa na athari ya ucha Mungu, na ukafa kama alivyosema Allah, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmemwamini Allah, ittaqullaha, mcheni Allah haqqa tuqatihi, ukweli wa kumcha, wala tamutunna illa wa antum muslimun, na wala msife hali ya kuwa si waislamu. Ndugu yangu, ucha Mungu anaujua Allah na wewe mwenyewe mja. Hakuna mtu ambaye atakuja kukwambia wewe si mcha Mungu. Huyo ana mushkeli wa akili. Wewe unatakiwa uijue nafasi yako mbele ya Allah. Kama yeye anakwambia wewe si mcha Mungu, hana hata pumzi ya kukupa ndugu yangu Muislamu. Usingizi wako hachangii chochote, haja zako unazopenda hachangii chochote, bali tu anakutingisha, na ukitingishika na imani basi wewe utaacha kumwabudu Allah. Na ndio maana natakiwa useme ya muthabbitil qulub, ewe mwenye kudhibitisha nyoyo, thabbit qalbi ala dinika, uthibitishe moyo wangu katika dini yako. Lakini akasema qala Shafi'i, akasema Imam Shafi rahimahullah, Allah amrehim, law ma anzala Allah hujjatan ala khalqihi ila hadhihi sura lakafathum, lau kama Allah asingeliteremsha hoja kwa viumbe vyake isipokuwa sura hii, basi ingeliwatosheleza. Ndugu yangu Muislam, Allah angeteremsha suratul Asr pekee kwa wanadamu, kwa mwenye akili angejua kwamba mimi duniani nimeletwa kufanya nini. Allah amesema wanadamu wote tupo katika hasara. Mimi napata muda gani wa kuanza kufanya mambo ambayo Allah hayamridhishi? Tuache kufanya mambo ambayo hayamridhishi. Wanadamu wote tupo katika hasara, illa alladhina amanu, isipokuwa ambaye amemwamini Allah. Kumwamini Allah ni kufuata amri zake na kumpenda kweli Allah, na kufuata amri ni kutekeleza amri za Allah kwa ajili ya Allah. Na wengi wanafanya amri kwa kuogopa ishara za Allah. Mfano kama umauti, mtu anaswali kwa ajili ya kuhofia umauti, anafanya ibada kwa ajili ya kuhofia umauti, anasema ngoja nikaswali nisije nikafa hapa nikakosa la kumjibu Allah. Tekeleza amri za Allah kwa ajili ya Allah, usifanye amri za Allah kwa ajili ya umauti au kwa ajili ya kuhofia ishara zozote za Allah. Muogope Allah, atakupa ucha Mungu katika moyo wako. Lakini akasema qala al-Bukhari, akasema Bukhari, bab mlango al-ilmu qabla al-qawli wal-amali, elimu ni kabla ya kauli na matendo. Elimu ni kabla ya kauli na matendo. Wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili Allah mtukufu, fa'lamu annahu la ilaha illa Allah wastaghfiru li dhanbik. Allah subhanahu wa ta'ala amesema, basi jua kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, naomba msamaha kwa dhambi zangu. Japokuwa tuna nafasi ya pumzi hii, basi tustaghfiru kwa Allah na tunuie kwamba sisi tunabadilika na tunaitafuta ilmu, na elimu tunayotafuta sasa ituletee athari katika jamii zetu. Elimu tunayotafuta sasa ituletee athari katika nyoyo zetu. Elimu tunayotafuta sasa ituletee athari katika dini yetu na sisi kwa ujumla, ili tufe hali ya kuwa ni Waislamu. Ndugu yangu, hii elimu tunayozungumzia ina uwanda mpana. Mfano mzuri, wewe ambaye tunatafuta maisha, ambaye unatafuta maisha, unapanga uchumi. Leo nasema leo biashara yangu nitaidesign kihivi. Ile ni elimu ambayo Allah amekupa. Hakuna jambo lolote utalifanya bila kuwa na elimu. Ukilifanya jambo bila kuwa na elimu, lazima utaharibu tu. Lazima utaharibu. Kwa hiyo ndugu yangu, elimu hii imetangulia kabla ya kauli yoyote na matendo. Hauwezi kuzungumza jambo lolote aliyakuwa hauna elimu. Hauwezi ukawa fundi umeme aliyakuwa hujasoma theory za umeme. Umeme ni nini? What is electricity? Hujasoma component of electricity. Hauwezi kutengeneza umeme. Lakini pia hauwezi kutengeneza umeme kabla hujafunzwa. Tunaunga nyaya hivi, hapa inakaa switch, hapa inakaa something, hapa inakaa something. Kwa hiyo kila kitu kimetangulia kwanza, imetangulia kauli. Imetangulia kauli kama Allah alivyosema, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lakini Allah akasema iqra wa rabbukal akram. Soma wewe mja, na Mola wako ni mkarimu sana. Wakati unasoma Allah atakukirimu na mengi sana, atakufungua, atakupima. Lakini usiache kumuomba Allah subhanaka, imetakasika wewe Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuiombe sana hii dua wakati tunaitafuta ilmu. Subhanaka la ilma lana,
umetakasika we Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ndugu yangu, tukimalizia na kauli ya mwisho ambao anasema al-Bukhari, fabada al-ilm qabla al-qawl wal-amal, ikatangulia elimu kabla ya kauli na matendo. Kwa hiyo elimu ndio imetangulia kwanza. Hauwezi kufanya lolote mpaka uambiwe pale kuna kitu fulani. Kwa hiyo ili uweze kukitambua kitu kile, inatakiwa ufanye 1 2 3, na huu ni ukweli ambao tunao katika maisha yetu ya kila siku. Elimu hii imetangulia kabla ya kauli na matendo. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, unapopata faida hii, muombe Allah, tumuombe Allah azifungue nyoyo zetu. Sisi Waislamu tuwe mstari wa mbele katika kuishikamana na dini yetu. Wenzetu wanatupiga bao kwa sababu wana imani juu ya jambo mbaya ambalo halina dalili hata za uwepo wake. Lakini sisi Allah uwepo wake tunao na ushahidi tunao. Mfano hata upepo huu unavyotokea, mfumo wa upepo unavyotokea, hakuna binadamu ambaye aliweza kutengeneza, anaweza kujua kwamba upepo unatokeaje. Huyu ni Allah. Unaweza ukakaa tu sehemu upepo ukavuma, haujui unatokea chini ya ardhi, haujui unatokea mawinguni, haujui unatokea wapi, unavuma tu. Kwa hiyo huyo ni Allah ambaye khaliqul khalq, muumbaji wa viumbe, na kila kilichokuwepo duniani kimeumbwa na Allah. Kivipi wewe unaogopa kitu kilichoumbwa na Allah? Basi ndugu yangu, elimika na uondoke na faida hizi. Ijue elimu yako, mjue Mola wako mlezi, mjue mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ijue dini yako Uislamu kwa dalili, kisha ifanyie kazi elimu uliyoipata siku ya leo. Itathmini na tuweke mabadiliko kwamba sisi tunanuia kubadilika na Allah atubadilishe. Na pia ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan tunuie kwamba sisi tutabadilika na Allah azidi kutubadilisha na athibitishe nyoyo zetu. Inapendeza sana siku ya kiyama kuona Waislamu wengi tunaingia peponi kama tulivyoishi hapa duniani. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mazingatio, athibitishe nyoyo zetu katika dini yake, atujalie tuwe ni ndugu Waislamu wenye kushikamana kwa ajili ya Allah, tushikamane mikono kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tusitengane. Rabbana infa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana, subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka Allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka. Endapo darasa hili limekuelimisha, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na usiache kutuma ujumbe. Tulipokosea wanadamu ndio mapungufu yetu. Ndugu yangu, nakaribisha maswali katika siku ya Jumaa, siku ya Alhamis na Ijumaa. Ni siku ambazo za kuuliza maswali mengi upate kujua. Allah anasema tasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, ulizeni wanaofahamu ikiwa nyinyi hamwezi kufahamu. Tupo pamoja hadi mwisho wetu wa pumzi. Mimi nakupenda ndugu yangu katika dini, na ndio maana nakupa elimu hii ya kumtambua Mola wako mlezi, ili siku ya kiyama tusije tukaja kulaumiana mbele ya Allah. Haimaanishi kwamba tunakuja kulaumiana mbele ya Allah subhanahu. Allah fulani alikuwa anafahamu jambo fulani lakini hakunijuza. Ni kama alivyokuwa sahaba kiongozi fulani Umar bin Abdul Aziz, alikuwa mwadilifu sana. Yule alikuwa akitekeleza uadilifu mpaka akihofia njia wanayopita wanyama kwamba watakuwa salama. Basi sisi tujitahidi kufikia uadilifu mbele ya Allah. Dini ndio urithi wetu ndugu yangu Muislam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum.